Allah subhanahu wa ta'ala huwafuta zaidi waja na moto wa jahannam, akawaacha huru waja wake na moto wa jahannam kuliko siku ya Arafa. Wa innahu la yadnu, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye wakaribia waja wake. Thumma yubahi bihimul malaika, kisha Allah hujifakharisha kwa sababu yao kwa malaika, akajifakharisha kwa malaika, angalieni waja wangu. Fayaqulu ma arada haula, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia malaika, hawa wanataka nini hawa? Wakionyeshwa watu waliokusanyika katika viwanja vya Arafa wakiwa nywele zao zimetimka, wamechafuka, wamejaa vumbi, wanalia, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, wanamuomba rahma. Na wale ambao wanashirikiana wao katika ibada, wanafunga, wanaomba, hawa wanataka nini hawa? Hawa wanaomba msamaha hawa, basi waambie mimi nimewasamehe. Kwa ni siku kubwa, si siku ndogo, wala sio jambo la kulidharau. Lakini katika mambo muhimu kabisa ya kufahamu ni kwamba kuna mafungamano ya kiibada ya kiroho baina ya watu walioko Makka na katika viwanja vya Arafa na katika mashairul haram na waislamu walioko sehemu nyingine ulimwenguni. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, baadhi ya mashekhe, baadhi ya watu, baadhi ya walinganizi, baadhi ya waalimu wanataka kulipoteza jambo hili na kutaka kuwaaminisha waislamu kwamba hakuna mafungamano yoyote baina ya waislamu walioko Arafa na walioko nje ya Arafa, waislamu walioko Makka na walioko nje ya Makka. Kila watu wanafanya ibada kivyao, hakuna mafungamano yoyote. Hili ni jambo limefanyika kwa kiasi kikubwa sana katika wakati huu, miaka hii michache, ambapo wanawazuoni tangu zamani wakiandika kwenye vitabu vyao wanaonyesha mafungamano ya ibada za watu walioko katika viwanja vya Arafa na Makka kwa ujumla na sehemu zake zote na wale walioko nje ya Arafa, kwamba hawa na wale watashirikiana katika hili na lile. Hawa wakifanya hivi na hawa wafanye vile, hawa wakifanya hili na wale wafanye vile, ala qadri al-istitaa, kwa kiasi cha uwezo, vile utakavyoweza. Zamani ilikuwa ni ngumu sana kupata muwafaka wa kila kitu kwa sababu ya taarifa. Ilikuwa ni ngumu, watu wakijitahidi katika hilo, lakini ilikuwa ni ngumu kulipatia moja kwa moja kwa sababu ya taarifa. Lakini dini ya Uislamu kama ilivyo yenyewe inavyotafsirika kwamba ni dini ambayo ni salihun likulli zamani wa makan, dini yenye muruna, inaendana na wakati na mazingira na hali za watu, na mambo na ahkamu huwa zinakwenda zikatanuka kwa mujibu wa kutanuka maarifa na kutanuka hali na mambo kukunjuka. Mambo hayakai katika hali pamoja, yatatafsiriwa na sheria ya Kiislamu kama yalivyo. Kwa hiyo sisi tayari tunapata taarifa kwamba leo wanaondoka, wanakwenda Mina, wanaondoka Makka wanakwenda Mina, asubuhi wametoka na mabasi yao, wamekwenda zao Arafa. Twajua hilo, elimu imetufikia kwamba leo ni Arafa na sasa wamesimama kwenye viwanja vya Arafa. Twajua hilo. Pengine zamani ilikuwa ni jambo gumu kulijua, labda baada ya mwezi wakirudi tuwaulize, jamani mlisimama Arafa lini? Tulisimama Arafa sisi siku ya Jumamosi. Ala, basi na sisi pia ilikuwa Jumamosi. Kwa nini? Kwa sababu taarifa ilikuwa zinachelewa. Lakini sasa ili jambo haliko hivyo, limekuja katika hali ya utofauti kwa sababu mawasiliano yamekunjuka. Na ndio maana wanawazuoni, kwanza kuna maneno yanayonasibishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini wanawazuoni wengine wameyataja kwamba ni mursal, kama maneno aliyotaja al-Imamu Abu Daud katika al-Marasil na al-Imamu Shafi'i na wengineo kama al-Baihaqi na wengineo rahimahumullahu ta'ala. Anasema yawmu Arafa al-yawmu alladhi yu'arrifu an-nasu fihi, siku ya Arafa ni siku ambayo watu watasimama Arafa ndani yake. Siku ya Arafa ni ile siku ambayo watu watasimama Arafa. Na ndio maana wanawazuoni wengi katika wakati huu, ikiwemo al-Lajnatu ad-Daima lilbuhuth al-ilmiyyah wal-ifta' ya al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiyyah iliyokuwa kiongozwa na Sheikh Abdul Aziz bin Baz
rahimahullahu ta'ala lajna hii ya maulama, kamati hii ya maulama ikatoa fatwa juu ya kwamba katika ibada ya haji na masala ya Arafa watu wa miji yote watawafuata walioko Arafa. Na fatwa kama hiyo pia imetolewa na Darul Ifta Misri tangu zamani mpaka leo. Msimamo wao Arafa ni ile ya Makka, Arafa ni ile ya Makka, bali nchi nyingi za Kiislamu zina maukifu hii kwamba Arafa ni ile ya Makka, bali hata Kenya Arafa ni ya Makka. Jamani, miezi mingine hii tutatazama mwandamo, lakini Arafa Makka. Nini? Ili wasikose fadhila hii. Ilmu imetufikia sisi juu ya jambo hili, kwa sababu masala ya kusema kwamba wale wana mwezi wao na sisi tuna mwezi wetu, ukisema wale wakusudia kana nani? Wajua kuna ikhtilafu za matali. Ikhtilafu za matali maana yake nini? Wajua maneno haya? Tushazungumza maneno haya kwa muda mrefu katika kufafanua jambo hili, lakini hawa wanaozungumza wengi wao wanazungumza kitu ambacho hawana elimu nacho. Wakisema ikhtilafu al-matali, kuna ikhtilafu al-matali. Wewe hujui kwamba kuna ikhtilafu al-matali baina ya Tanga na Kigoma, baina ya Dar es Salaam na Kigoma? Wewe hujui kwamba kuna ikhtilafu al-matali baina ya Unguja na Chunya? Mbona watu wa Chunya wafunga na mwezi wa Dar es Salaam na mwezi wa Unguja? Kuna siasa, kuna ikhtilafu al-matali. Kilomita 800 kutoka pale ulipo, mji wowote ambao umbali wa aina hiyo, tayari ni ikhtilafu al-matali. Kutoka Dar es Salaam Kahama, ikhtilafu al-matali iko. Mbona mwalazimisha watu wa Kahama wafunge na mwezi wenu? Na mwatangazia au mwaulizia huko, vipi huko mmeuona? Si kuna ikhtilafu al-matali, si nyinyi mkae kivyenu na wao kivyao? Mbona nyinyi mwauliza watu wa Kahama? Mbona mwauliza watu wa Tabora? Na nyinyi mko Dar es Salaam, mtafuta nini? Sikila wote na mwezi wao. Nyinyi watu wa Dar es Salaam waulizeni watu wa Tanga, waulizeni watu wa Unguja, kisha habari. Lakini ni siasa zimetengenezwa kuwatofautisha Waislamu. Wengine wakasema bali hata ikhtilafu al-matali inayozingatiwa ni masafa ya kupunguza swala tu. Sitaki kufafanua masala haya kwa kirefu, lakini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amelitolea ufafanuzi swala hili katika Majmu'ul Fatawa juzuu 25 ukurasa wa 103 mpaka 111, kwamba mazingatio jamaa ni kufika habari katika wakati unaonufaisha. Elimu ikikufikia kwamba mwezi umeandama, huo ni mwezi wako. Taarifa ikishafika tu sahihi na yenye kutegemewa, sio taarifa za kwenye mtandao za kubabisha. La, mbona hujafungua kwa mwezi wa Gambia? Mbona sio hivyo. Taarifa rasmi zimekufikia kwamba mwezi umeandama. Ukisoma maneno yake utayaona maneno yako wazi kabisa kwamba wali'tibaru bi bulughi al-ilmi birru'ya fi waqtin yufid. Mazingatio yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi muandamo katika wakati unaonufaisha. Wakati unaonufaisha ni upi? Ni kwamba taarifa zimefika sisi za kwamba mwezi uliandama jana kabla ya magharibi ya leo. Huo ndio wakati unaonufaisha. Lakini ikija taarifa leo tumeingia magharibi kwamba jana mwezi uliandama, tufanyeje sasa? Wakati wake haunufaishi tena. Sisi tutazingatia mwezi wetu na sio ule. Lakini taarifa zimetufikia mapema kabisa saa 3 usiku kwamba nchi fulani, Morocco, Nigeria au wapi Indonesia, mwezi umeonekana mapema kabisa. Wetu huo si mwezi wa wengine. Na kuna maswali mengi tuliyauliza kuwauliza mashaikhi wa kisufi juu ya jambo hili ambalo wao wanalegamiza kwamba lazima kila watu na mwezi wao. Maana ya kila watu na mwezi wao nini? Mbona Saudia wao wasema hivi? Nani kasema watu wafuata Saudia? Tunachoangalia sisi Arafa iko wapi? Leo Maka iko chini ya watu mnaoita mawahabi, na Allah aidumisha hivyo hivyo. Lakini kesho na kesho kutwa mathalan, la qaddara Allah, masufi wamekamata pale, sisi tutaangalia Arafa ya Makka. Ndivyo hivyo ndio taratibu. Kwa hivyo hatuangalii nani yuko Makka amesimama sawa, mwezi uko sawa, tutaangalia Arafa ya Makka maadamu taarifa zimetufikia sahihi. Kwa hiyo mafungamano yaliyopo baina yetu sisi na watu katika viwanja vya Arafa ni mafungamano makubwa ya haki na ambayo yatakiwa yadumishwe ikiwa elimu imetufikia sisi.
hawa mashekhe wanaotaka kuyakata haya mafungamano na kufanya kwamba ibada ile si kitu, yani haina mafungamano yote, hii saumu na kisimamo cha Arafa hakuna mafungamano, kwa madai ya kwamba saumu ya Arafa ilikuwepo kabla hija haijafaradhishwa. Haya pia waliyasema na tumeyajibu katika hoja mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni kauli hizi za kutaka kuwababaisha Waislamu. Sisi tunachokishukuru ni kwamba Waislamu wanaelewa, uelewa wao ni mkubwa. Hawa mashekhe wanaminyana, wanamwaga jasho, wanatoa mapovu ili kuwaaminisha watu kwamba hivi tunavyofanya ndio sahihi, lakini kila uchao Waislamu wanakata kamba kutoka kwao, wanaingia katika upande mwingine wa kuona kwamba hii ndio sawa. Watabaki peke yao, kuna siku wataswali peke yao na ususuavu wao. Lakini Waislamu wanaelewa, huwezi kuwadanganya, wewe endelee kudanganyika tu, lakini wenzako waelewa kwamba hii ndiyo sawa, tunatakiwa tufuate utaratibu huu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusisipoteze fursa hizi. Kesho ni siku kubwa ambayo hatutakiwi kuipoteza, tuifunge kesho. Siku ya Arafa ni siku adhimu, tukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali, shida zetu mbalimbali tumuombe subhanahu wa ta'ala, kama vile wenzetu watakapokusanyika katika viwanja hivyo wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad.